Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, bado tuko Mlandizi Pwani, wilaya hii ya Kibaha, na hapa niko nataka kuzungumza na miongoni mwa wauzaji wa bidhaa mbalimbali kwenye soko hili au stendi hii ya Mlandizi. Brother, mambo vipi? Fresh brother. Unaitwa nani kwa kutazama kamera? Mimi naitwa Idi Ali Omari. Idi Ali Omari. Naam. Kwanza tukianza na masuala ya biashara yako ya mihogo. Yeah. Mihogo hii kwa sasa biashara ikoje kwa upande wako? Biashara kwa upande wangu ni ngumu kidogo kutokana na changamoto za biashara. Biashara haitoki vizuri kutokana na wafungaji ni wengi, ila ni vitafunwa ni vingi vilivyokuepo. Kwa hiyo wanachagua vitu vya kula. Vitafunwa vimekuwa vingi. Vitafunwa vimekuwa vingi kama tambi, kuna viazi, kuna ndizi. Kwa hiyo mfungaji anachagua vitu vya kula. Kwa hiyo kwangu biashara mihogo imekuwa ishazoeleka kwa muda mrefu. Kwa watu wanataka vitu kwao vigeni. Kwa sasa changamoto kubwa unayopata, kwa mfano mzigo huu umeleta lini? Nimeleta tangia juzi. Hadi sasa hivi niko nao. Labda unaona shida kubwa ni vitafunwa peke yake au ni fedha? Shida ni fedha, hali ya uchumi imekuwa ni ngumu kidogo. Ndio maana biashara inakuwa haitoki. Ukiachana na biashara mihogo, huna biashara nyingine unaoifanya? Biashara yangu ni mihogo tu. Na miaka 10 ndani ya biashara hii ya mihogo. Ila ni mwaka huu umekuwa mgumu kwangu. Tukiacha miaka miwili iliyopita kidogo biashara ilikuwa mzuri ya mwezi kama huu wa Ramadhani, lakini mwaka huu imezidi kuwa kwangu imezidi kushuka chini. Tofauti na pale ya mwaka jana. Sisi tunajua kabisa Ramadhani watu wanafunga, kuna Kwaresma, yani ukimkosa Muislamu utampata Mkristo. Sasa inakuwaje biashara ngumu? Kama nilivyokuambia, changamoto ni hivyo, vitafunwa vimekuwa vingi. Kwa vitafunwa vipungue. Vitafunwa vikipungua na sisi tutauza vizuri mihogo yetu. Kwa sasa neno moja sasa labda kwa serikali kuhusu swala hili la vitafunwa kuwa vingi. Neno kwa serikali inapigania kwamba wakulima wazidi kuongezeka kufanya kulima ili yani wananchi wake wasipate njaa. Ina maana waendelee kulima, sema tu changamoto tu ya biashara mwaka huu haiko vizuri. Kama ninavyosema hali ya uchumi haiko sawa. Kwa mihogo unauza fungu shingapi? Nauza 1000. Fungu? Mihogo kama 5. Mihogo kama 5 1000. Alafu huko toyo inauzwa 250 mpaka toyo shamba inauzwa 250, nauli laki. Ukiweka gharama zake mpaka hapa 350. Familia inategemea hiki. Familia inategemea hii mihogo yangu. Nikiuza ndio nipate kulisha familia yangu. Kwa mwezi umekuwa mgumu kwako? Mwezi kwangu umekuwa mgumu kaka. Mwezi kwangu hauko sawa. Ndio. Basi mimi nikushukuru sana, labda ongea na familia yako na wazazi wako wengine, pengine kuna watu nyuma wanaokutegemea, unawaambia nini? Watu wangu waliokuwa nyuma, mimi nazidi kupigana ili napambania ili waweze na wao kupata mahitaji kupitia kwangu mimi. Sikate tamaa kutokana najua huu ni mwezi tu. Wakati kama huu ni changamoto kwetu kibiashara, lakini na imani kwamba Ramadhani kitoweka biashara itakuwa sawa tu. Wataendelea kupata mahitaji kutoka kwangu. Kwa bado unapambana? Bado napambana, sikate tamaa. Kutokana mimi ndio biashara yangu, siwezi kufanya nini kuiacha. Mimi nikushukuru sana. Asante. Asante ndugu. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, alikuwa ni muuzaji wa mihogo hapa katika stendi ya mabasi madogo ya Mlandizi Pwani, na tunazidi kuzungumza na wadau mbalimbali tuone mambo yamekaaje, vitu vinaendaje kwenye biashara zao, lakini pamoja na mambo mbalimbali, lengo kubwa ni kuelekea uzinduzi wa mbio za mwenge utakaofanyika tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 katika wilaya ya Kibaha. Kitaifa mwaka huu itafanyika Kibaha Pwani, na sisi tuko hapa kuhakikisha tunapata maoni ya watu mbalimbali. Bana, mwenge taarifa unazo? Mwenge bado sijapata taarifa. Sijausikia. Hujasikia kama mwenge unazinduliwa? Sijausikia mwenge kama unazinduliwa hapa. Kwani mwenge ni nini? Sijaelewa iko kitu ni mwenge ni nini, sijajua bado. Mwenge hujui ni nini? Mwenge tunaojua kwa mimi na wafahamu. Mwenge ni tulivyopata uhuru na kipindi cha Rais Nyerere Kambarage ndio ulikuwepo mwenge. Sasa inafika kila mwaka tunakimbiza mwenge. Ila sijapata sasa taarifa kwamba nataka kujua kwamba ule unaokimbizwa ule ni nini? Yaani mwenge. Mwenge si moto ambao unaowaka.
Kwa mwenge ni moto. Ni moto ule unaowaka, ndo mwenge wenyewe ule. Hauwezi kushika. Unamaanisha nini labda ule mwenge? Uhuru. Kupata kwetu kwa uhuru ndio maana ukatengenezwa mwenge ule. Kwa mimi ninavyofahamu lakini. Uhuru. Sijajua kwamba kwa wenzangu maana yake ni nini, lakini ninavyojua mimi. Na uhuru tumepata mwaka gani? Mwaka 1961. 61. Mimi nikushukuru sana. Inshallah. Asante.